Tunajihesabu waliobarikiwa, tunajihesabu wale ambao wamerehemiwa nawe. Asante kwa nafasi hii Mungu ambayo umetupa hata kusanyika mahali hapa, imegharimu mkono wako. Pokea sifa na utukufu Jehova. Tunapoanza ibada hii ya kwanza, tunajikabidhi mikononi mwako, tukiomba ewe Mungu naye nena na watu wako, nena na kanisa lako katika jina la Yesu. Ni asante Jehova, ni asante Mungu wetu, ni asante jemedari wa vita, ni asante Mungu usiyeshindwa. Tunakushukuru kwa ibada nzuri. Leo ni ibada nzuri, unaenda kunena na watu wako, unaenda kuponya watu wako, unaenda kuangusha ngome, unaenda kutujibu katika jina la Yesu Kristo. Mahitaji yetu na mizigo yetu ambayo tumeleta mbele zako, unaenda kutupumzisha katika jina la Yesu Kristo. Asante kwa ajili ya malaika wako mahali hapa, asante kwa ajili ya roho wako mahali hapa, asante kwa ajili ya uwepo wako mahali hapa. Mungu ukainuliwe, ukatukuke katika jina la Yesu. Wacha ukainuliwe juu mahali hapa katika jina la Yesu. Uliposema Yesu kwamba ukiinuliwa juu utawavuta wengi kwako. Asubuhi ya leo tunaomba uendelea kuwavuta wengi waje kwako na waje mahali hapa, tujumuike pamoja kulitia jina lako katika jina la Yesu Kristo. Tunakushukuru kwa miujiza unazoenda kufanya leo hii. Asante kwa uponyaji unaenda kuponya watu wako leo hii. Asante kwa ulinzi unayewachilia watu wako. Wewe ni Mungu unayetulinda, unayetupigania, unayetuponya, unayetufungulia njia. Mungu unayenyoosha njia zetu. Tunasema ni asante Baba, hakuna kama wewe. Bila wewe sisi hatuwezi. Sasa tamalaki na uchukue ushukani. Asante kwa ajili ya mwabuko mpya, asante kwa ajili ya upako wako, asante kwa ajili ya baraka zako, asante kwa ajili ya ushindi Kalvari. Ukatupa jina lililokuu kushinda majina yote. Kwa jina la Yesu kila goti linapigwa na linapigwa mbele yako, na kila ulimi utakiri kwamba Kristo Yesu ni Bwana. Sisi tunakushukuru kwa sababu umekwisha tufunulia siri, ukatupa neema ya kujua kwamba jina la Yesu ndio jina lililokuu kushinda majina yote. Kwa jina la Yesu tunanena na kila aina ya magonjwa, haijalishi yako na majina gani. Kwa jina la Yesu tunakemea nguvu zote za giza na roho zote pingamizi. Kwa jina la Yesu tunanena ukuaji wa kanisa hili katika jina la Yesu. Kwa jina la Yesu tunanena na kila aina ya laana, ukiamuru kwamba hayana nguvu juu yetu. Kwa jina la Yesu tunanena kwamba sisi tuko vichwa wala sio mikia. Baba ukainuliwe. Asante kwa neema yako, asante kwa upako wako, asante kwa mwabuko mpya, asante kwa umoja na upendo kanisani humu kwa jina la Yesu. Baba ukainuliwe, Baba ukatukuzwe. Baba hatuwezi bila wewe. Tunahitaji kuongozwa nawe, tunahitaji kufufuliwa nawe, tunahitaji kutiwa nguvu nawe. Sasa Roho wa Bwana chukua tushukani, tuelekeze kama watu wako, tuelekeze kama kanisa lako. Tunakushukuru kwa jina la Yesu Kristo tunaomba. Amen. 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 Naomba sisi ambao tumeingia siku ya leo, wacha tusonge mbele, muda wetu umeyoyoma. Tunaenda moja kwa moja kusikia neno la Mungu. Naomba tuweze kukaa. Unaweza kuchukua kiti chako, kisha ufungue nami kitabu cha Zaburi 93 mstari wa 3 na 4. The floods have lifted up, oh Lord, the floods have lifted up their voice. The floods have lifted up their waves. Verse 4. The Lord on high is mightier than the noise of many waters, than the mighty waves of the sea. Praise the Lord. Bwana asifiwe kanisa. I like this song. It's talking about the flood. Mayo kwa Kiswahili hajapata tafsiri nzuri. It's talking about the flood. The floods have lifted up. Oh Lord, the floods have lifted up their voice. Ni gharika imeinua sauti. Kumbe gharika huwa inaongea. Kumbe dhoruba huwa iko na sauti. Tunapata katika mstari wa 3 wa mlango wa 93 yake Zaburi ni kwamba maandiko inasema kwamba gharika
imeinua sauti. Na ninashukuru Mungu kwa sababu ya huyu mtumishi wa Mungu ananena na Mungu kuhusu hali ambayo dhoruba na gharika imeinua sauti. Anasema the floods have lifted up, oh Lord, the floods have lifted up their voice. The flood lift up their waves. Anaongea na Mungu kwamba Mungu, kuna hali ambayo nikichunguza maisha yangu, nikiangalia kusoto na kulia, ninaona kama kuna gharika imeinuka juu ya maisha yangu, juu ya ndoa yangu, juu ya kazi yangu. Mungu, tazama, gharika imeinuka juu ya huduma yangu. Gharika inaongea. Imeongea kinyume cha fanaka yangu. Gharika inasema kwamba sitafaulu. Dhoruba inasema kwamba sitapona. Gharika inasema sitaoleka. Gharika inasema sitapata mtoto. Gharika ilikuwa inaongea na bado inaongea mpaka leo hii. Maandiko inasema kwamba mtumishi wa Mungu Daudi anasema kwamba Mungu uliye juu mbinguni, tazama gharika na dhoruba inaongea na inasema mambo. Mpaka sasa hivi gharika na dhoruba, ambayo ni ishara yake Ibilisi na mipango yake, hunena. Anasema the floods have lifted up, oh Lord, the floods have lifted up their voice. The floods lift their voice. Verse 4 says, the Lord on high is mightier than the noise of many waters, than the mighty waves of the sea. Ijapokuwa gharika inaongea, lakini tuko na Mungu aliye juu. Maandiko inaniambia kwamba the Lord on high is mightier than any noise. The Lord on high, yeye ni mkuu kushinda kila aina ya sauti ya gharika na dhoruba ambayo inanena kinyume cha maisha yako. Mungu aliye juu mbinguni, yeye ni mkuu kushinda aina yote ya laana, kushinda aina yote ya virusi na magonjwa. Mungu aliye juu. Ijapokuwa gharika inaweza kuwa inanena kinyume cha fanaka zako, ijapokuwa gharika inanena kinyume cha maisha yako na ndoa yako, wacha nikwambie asubuhi ya leo kwamba kunayo sauti ingine, sauti iliyo kuu kushinda hizo sauti. Pengine kuna gharika ilinena kupitia wazazi wako wakakulaani, kupitia wale ambao walikuwa ni great grandfathers wakanena mabaya kinyume cha kila mtoto atakayotoka kwa hiyo lineage. Wacha nikuambie kwamba sasa kuna sauti moja, sauti iliyo kuu kushinda kila aina ya laana. Kuna sauti moja, sauti iliyo kuu kushinda kila aina ya sauti. Maandiko inasema kwamba hiyo sauti ni sauti yake Yehova. The Lord on high is mightier than the noise of many waters, than the mighty waves of the sea. Na huyo Mungu ndio maana tumekuja asubuhi ya leo kumuita na kumwabudu na kumshukuru. Yeye hunena, na anaponena hali hubadilika. Yeye Mungu aliye juu, yeye huongea, na akiongea walio chini wanainuliwa. Huyo Mungu ananena, akinena laana huondoka na baraka inapatikana. Huyo Mungu akinena magonjwa yanayeyuka na uponyaji unapatikana. Huyo Mungu akinena, waliodharauliwa na kuchekwa na kukejeliwa wanaheshimika kwa sababu Mungu amenena. Asubuhi ya leo umeingia katika nyumba ya Mungu. Wacha nikuambie, Mungu huyo ako hapa, na leo atanena juu ya maisha ya mtu, na leo atanena juu ya ndoa ya mtu, na leo atanena juu ya huduma ya mtu, na leo atanena juu ya afya ya mtu. Huyo Mungu hunena. Haleluya! Kama unaamini, pigia Bwana makofi mazuri katika jina la Yesu. Unajua, mara nyingi tumesikia sauti ya dhoruba mbalimbali ikituambia kwamba haitaweza, ikituambia kwamba hatutafanikiwa, ikituambia kwamba hatutapona, ikituambia kwamba huduma haitasimama,
mwaka huu tunakataa kusikia hizo sauti katika jina la Yesu. Mwaka huu tunakataa tune into those negative voices in the name of Jesus. Regardless how great, how boisterous they roar, we refuse to listen to those voices in the name of Jesus. Tunakataa kusikia, tunaamua kusikiza yeye aliye juu, Jehova. Anasema the mighty Lord, yeye ni mighty, yeye ni mkuu, ameketi mahali palipo juu. Yeye ananena, akisinena, ndugu yangu Mr. X, unainuliwa mwaka huu, lazima uinuliwe. Akisema brother A, lazima upate nyumba mwaka huu, na kuambia utapata. Akisema sister A, lazima upate ndoa mwaka huu, na kuambia utapata. Akisema mchungaji A, lazima uinuliwe katika huduma yako mwaka huu, na kuambia utainuliwa. Kwa nini? Kwa sababu we serve a mighty God. Ijapokuwa dhoruba hunena, Mungu wetu pia ananena. Ijapokuwa waganga wa Egypt pia walikuwa wakabadilisha nyimbo yao ikawa nyoka, lakini nyoka yake Musa iliwameza. Wacha nikwambie, haijalishi shetani anapanga mambo gani, chenye inajalisha ni kwamba je, uko na huyu Mungu aliye mkuu, aliye mweza? Kama jawabu ni ndio, basi usiogope, basi usihofu, basi usiohofu. Haijalishi sauti hizi zinasema nini. Chenye nataka nikwambie, na tutajifundisha leo hii, kwamba kunayo sauti inayonena mazuri kushinda sauti ya hizo mito, za hizo dhoruba, za hizo gharika. Ndiyo zimekuwa zikinena, na wewe umekuwa ukikubaliana nazo kwa wakati mwingine. Ikisema kwamba hautapona, unasema yenyewe hii ugonjwa yangu yenye naona ni hatima yake ni kaburi tu. Hiyo ni kukubaliana na hizo sauti. Inapokunenea kukwambia kwamba you will not make it in life, na wewe unakubaliana nazo. Na unapokubaliana nazo, unaipa hiyo hali nguvu ili uweze kudominate. Lakini leo tunataka tujifundishe kwamba kunayo sauti nyingine, sauti ya Yehova Mungu. Huyo akinena mambo hubadilika. Nipe Zaburi 64 verse 7. 64 verse 7. 64 verse 7 of Psalm. The Bible says, but God shall shoot at them with arrow. That is 64 verse 7 of Psalms. Before we read that, if you can just give me verse 29 verse 3. 29 verse 3. 29 verse 3. 29 verse 3 to 11. The Bible says, the voice of the Lord is over the waters. The God of glory thunders. The Lord is over many waters. The voice of the Lord is powerful. The voice of the Lord is full of majesty. The voice of the Lord breaks the cedars. Yes, the Lord splinters the cedars of Lebanon. He makes them also skip like a cow, Lebanon and Sirion like a young wild ox. The voice of the Lord divides the flames of fire. The voice of the Lord shakes the wilderness. The Lord shakes the wilderness of Kadesh. The voice of the Lord makes the voice of the Lord makes the bee give birth. Hallelujah. And strips the forest bare. And in his temple everyone says glory. The Lord sat enthroned at the blood. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. I don't know whether you're getting these revelations. Hello, God. The Bible says, the Lord sat enthroned at the blood, and the Lord sits as king forever. And verse 11 says, the Lord will give strength to his people. The Lord will bless his people. Mtu apigie Bwana makofi katika jina la Yesu.
Nampenda huyo Mungu katika jina la Yesu sana. Ninashukuru kwa ajili ya neno lake. Unajua andiko hili kunayo, tulisoma kwamba kunayo sauti. Hizi sauti huwa zinanena. Na hizi sauti huwa hazineni baraka yetu, bali nanena kwamba kama inawezekana watu waanguke, watu washindwe. Lakini katika kitabu cha Zaburi 29 from verse 3 tunagundua kwamba pia kuna sauti ya Mungu. Na hili sauti liko na nguvu. Na hili sauti liko na mamlaka. Inaanza kwa verse 29 verse 3 ikisema kwamba the voice of the Lord is over the waters. The God of glory thunders. The Lord is over many waters. The voice of the Lord is powerful. The voice of the Lord is full of majesty. Ndiyo, kunayo sauti ambayo imekuwa ikinena, sauti ya dhoruba, sauti ya gharika. Lakini maandiko inatuambia kwamba Mungu aliye juu, yeye pia hunena. Anasema yeye akinena, sauti yake inanguruma kama radi. Yeye akinena, sauti yake iko na nguvu na mamlaka. Is full of majesty. The voice of the Lord breaks the cedars. Yes, the Lord splinters the cedar of Lebanon. Verse 6. He makes them also skip like a cow, Lebanon and Syrian like a young wild ox. Look at verse 7. The voice of the Lord divides the flames of fire. Sauti yake inagawanyisha mpaka miale ya moto. Yaani sauti yake ina nguvu. Sauti yake inapenya hata katikati ya moto, ikagawanyishe moto. Inaweza kuwa uko kwenye moto, unachomeka, unaungua, vitu haviendi sambamba. Maandiko inaniambia kwamba huyu Mungu akinena, yeye hafikii tu maji na gharika, yeye anafikia mpaka moto. Sauti yake ikinena itagawanyisha hata miale ya moto. Inasema the voice of the Lord shakes the wilderness, and the Lord shakes the wilderness of Kadesh. The voice of the Lord makes the tea give birth and strips the forest bare. And in his temple everyone says glory. Anasema kwamba sauti yake, the voice of the Lord, akinena, the tea give birth. Hallelujah. Bwana asifiwe. Giving birth is good. It's a good news. Na hiyo inatendeka tu wakati Mungu amenena. Giving birth is productivity. When the Lord's voice stands for, prosperity and productivity is found. Biblia inasema kwamba the voice of the Lord thunders when he speaks. When he speaks, it doesn't matter whether you are in wilderness, even the wilderness of Kadesh. The Bible says that when the voice of the Lord speaks forth, it will reach and find you in your wilderness. In the name of Jesus. Don't be afraid of those voices. Usihofu na uogope hizo sauti ambayo unasikia zikinena. Ukiwa kwa kitanda yako ukilala usiku, unasikia hizo sauti ikupigia story. Na hizo sauti mara nyingi zinakuwa ni negative spirits, zikikwambia kama vile hautaweza kufaulu. Na kuambia kwamba anza kutune na kusikiza sauti ya yeye aliye juu. Maandiko inasema yeye akinena, hata ukiwa katika hali ya ukiwa, katika jangwa, hiyo sauti itakufikia. Hata ukiwa kwenye gharika, yes, maji mengi, hiyo sauti itakufikia. Hata ukiwa kwenye moto na miale ya moto kila mahali, hiyo sauti itapenya na itakufikia. Hata ukiwa katika hali ya utasa ambapo make any productivity, uko katika hali ya utasa, na kuambia kwamba hiyo sauti ikipenya na ikinena, hiyo hali itabadilika, utasa utaondoka na utaweza kupata mtoto, kwa sababu hiyo ni sauti ya yeye aliye juu. Hiyo ni sauti ambayo inapenya. Ilipenya Waisraeli walipokuwa katika jangwa la Kadesh, wakiwa wanalia hakuna maji. Walikuwa wanatamani kurudi nyuma,
wakati ambapo hiyo sauti ilipazwa na kuambia alipata mwamba uliokuwa inatembea nao ikiwapatia fresh water. Mwamba ilikuwa inatembea nao wakikunywa kwa hiyo mwamba, na walikuwa wanakunywa maji ambayo ni fresh walipokuwa kwa wilderness of Kadesh Barnea. The voice of the Lord thunders. Hiyo ni sauti iliyokuu, hiyo ni sauti iliyokuita, hiyo ni sauti iliyoniita, hiyo ni sauti ambayo tuliamua kuamini. Maandiko inasema kwamba wakati sauti hiyo inapopazika, watu ambao wako katika hekalu lake na waseme utukufu kwa Bwana. Hiyo ni kusema nini? Wanamsifu Mungu. Hiyo ni kusema nini? Wanasema haleluya. Hiyo ni kusema nini? Wanamtukuza Mungu kwa matendo yake makuu. Wacha nikwambie, wakati hii sauti inapopaswa hata leo hii, hili sauti huponya magonjwa, na unapoponyeka Mungu huwa anangojea wewe ambaye ni hekalu lake kusema glory to God. Mungu anapofungua njia, wewe ambaye ni hekalu lake, Mungu hungojea kwamba useme utukufu kwa Bwana, kwa kuwa yeye ni Mungu anayenena. Yeye ni Mungu anayenena, na anaponena yasiyowezekana yanawezekana. Anaponena yaliyokuwa magumu yanakuwa rahisi. The Lord sat enthroned. Verse 10. Look with me in verse 10, please. The Bible says, the Lord sat enthroned at the blood, and the Lord sits as king forever. The Lord sits enthroned at the blood. Na shida ambayo tuligundua mwanzo ni kwamba blood ilikuwa inanena, dhoruba ilikuwa inaongea, na ilikuwa inanena maovu. Lakini tunagundua kwamba huyo Mungu ako juu ya dhoruba, ako juu ya gharika. The Lord sits enthroned at the blood. That which is threatening you, ikisema kwamba itakumeza, God, our Lord, sits enthroned over those situations in the name of Jesus. Pengine ukiangalia huku unaona kwamba unatishika, mambo yanakuwa magumu. Pengine ni gharika unaona imeinuka, dhoruba inainuka kukumaliza. Nimekuja hapa kukuambia kwamba usihofu. Mungu wetu yeye ako juu ya hiyo hali. Yeye ako juu ya hilo gharika. Yeye ako juu ya hilo situation. Usiogope. The Lord sits enthroned at the blood. At the blood. The blood that is threatening your marriage. Our God is still the Lord over that situation. He says the Lord sat enthroned at the blood, and the Lord sits as king, meaning he rules. He rules. Akiambia stop, lazima ita stop. Bwana asifiwe. Yes. Akiambia blood stop, lazima istop. Ndiposa Yesu, wakati wanafunzi walikuwa wanaenda kumezwa na gharika, walisahau kwamba Biblia katika Agano la Kale ilikuwa imesema in verse 9 of verse 10 of Psalm 29 that the Lord sat enthroned at the blood, and the Lord sits as king forever. Jesus knew that, na akasema stop, come, and it was calm. It was calm. Because the Lord sits enthroned as king. Bwana asifiwe. That is the voice whom called us, and we followed his instruction. Verse 11 says, the Lord will give strength to his people. The Lord will bless his people with peace. The Lord. Inasema kwamba the Lord will give strength to his people. The Lord will bless his people with peace. That voice is out there to strengthen us. That voice is out there to energize us. That voice is out there to speak against every negative situation that is trying to bring us down. The Bible says that the Lord will give strength to his people. And even this morning, God is readying himself to give strength to you.
strength to you, to give strength to us. The Bible says that regardless the voices that are speaking negative things, we need to hearken to the great voice, the voice that gives strength to the weak. Huenda kwamba huko hakuna nguvu, ukiangalia hakuna tumaini, ukiangalia ni majonzi tu, uko nguvu zako zimeisha. Maandiko inasema kwamba the Lord will give strength. Are you yearning to receive new strength, new power, new anointing? God is telling you that He is readying Himself to give strength to His people. The Lord will bless His people with peace. He will bless His people with peace. That is the Lord whom we serve. Jeremiah 12 verse 5. Sounding those blood voices, Lord has lifted up, the floods have lifted up, oh Lord. That was our main text from the book of Psalms 93 verses 3 to 4. The floods have lifted up, oh Lord. The floods have lifted up their voices. The floods lift up their waves. The Lord on high is mightier than the noise of many waters, than the mighty waves of the sea. Umegundua kwamba those waters and those floods do speak, and they raise their voices, and their voices are boisterous. But glory be to God, because we have a God who is mighty than the noises and the voices of the flood. When He speaks, situations do change. In Jeremiah 12 verse 5, the Bible says, God is addressing Jeremiah. And church, I want us to read this together. 1, 2, let's go. If you have run with footmen, and they have wearied you, then how can you contend with horses? And if in the land of peace, in which you trusted, they wearied you, then how will you do in the floodplain of Jordan? Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Floods ilikuwa ina threaten kuchokesha Jeremiah. Juu hizo flood enyewe inaweza kukuchosha. Hata kama wewe ni minister, hata kama wewe ni prophet. Ilifika wakati ambapo the flood was speaking negative things, discouragement, calling Jeremiah names, a lamenting prophet. Jeremiah was preaching, and very few were believing his prophecies. And Jeremiah, like many of us, was discouraged, or was about to be discouraged. And then God spoke to Jeremiah in Jeremiah 12 verses 5. And the Bible says, if you have run with footmen and they have wearied you, umekimbia na watu wenye hawana farasi wako tuna mguu na wamekuchosha Jeremia, then how can you contend with horses? If in the land of peace in which you trusted, they wearied you, then how will you do in the floodplain of Jordan? In the, not floodplain, but in the floodplain, in the floodplain of Jordan. Talking about the floodplain of Jordan, kindly open with me the book of Joshua 3:15 to 17. Joshua 3:15 to 17. So that tuweze kuelewa wanapoongea kuhusu floodplain of Jordan, wanaongea kuhusu nini? Joshua 3:15 to 17. Amen. And the Bible says, and as those who bore the ark came to, and as those who bore the ark came to the Jordan, and the feet of the priests who bore the ark dipped in the edge of the water, for the Jordan overflows all its banks during the whole time of harvest. That is a very important one. That verse was 15 first. Nataka tuelewane hapa kwanza. Muangalie hili.
Biblia inasema hapo kwa quote, for the Jordan overflows all its banks during the whole time of harvest. Tuendelee, tutarudi hapa. Verse 16. That the waters which came down from upstream stood still and rose in a heap very far away at Adam. And the city that is beside Zaretan. So the waters that went down into the sea of the Arabah, the salt sea, failed and were cut off. And the people crossed over the opposite Jericho. Then the priests who bore the ark of the covenant of the Lord stood firm on dry ground in the midst of the Jordan. And all Israel crossed over on dry ground until all the people had crossed completely over the Jordan. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Haleluya. Nipungie tu mkono hivi. Hii ni miujiza moja huwa nikisoma huwa ninashtuka. Ukisoma from verse 15, kulikuwa na mito ambayo ilikuwa inatiririka ikielekea Jordan. Biblia inasema kwamba msimu wa mavuno Jordan huwa ina overflow, ina break all its banks. Na wakati makuhani ambao walikuwa wamembeba Mungu au ishara ya Mungu, samahani, au neno la Mungu ukipenda, miguu yao ilipogusa Jordan ambayo ilikuwa imeoverflow, maandiko inasema kwamba Jordan ilisimama. Bwana asifiwe. Mito iliyokuwa inateremka chini ilisimama. Nataka muone hiyo miujiza. Ungekuwa umeenda na mimi kama uko verse 15 or 16. Mito iliyokuwa inateremka chini, that the waters which came down from the upstream stood still. Ilikuwa imetoka ikiteremka chini. Bwana asifiwe. Hiyo mito ilifanya nini? Ilisimama. And rose in a heap. I don't know whether you are getting this. Yani mito inakuja hivi, ikasimama, ikastop na ikarose na heap hivi. Mto, maji, flood inakuja hivi, lakini kwa sababu ya miguu ya wateule imefika na imekanyaga Jordan, inaambia Jordan, sasa ni lazima mstop, sasa ni lazima mkome. Inasema that the waters which came down from the upstream stood still and rose in a heap very far away at Adam, the city that is beside Zaretan. So the waters that went down into the sea of Arabah, the salty sea, failed and were cut off, and the people crossed over the opposite Jericho. You know what? Mungu akiamua kwamba hiyo flood isimame, haijalishi inakuja na force gani, itasimama. Bwana asifiwe. Mungu akiamua kwamba hiyo flood that is threatening you, that is speaking negative against your life, that flood that has been bringing you down, that flood that has been fighting your destiny, when the Lord says enough is enough, it must stop. Na ukisoma katika kitabu kwenye tulikuwa tumesoma in Jeremiah 12 verse 5, God is posing this question to Jeremiah. Kwamba Jeremiah, wewe kama unakimbia na watu ambayo wako na miguu na unachoka hivi, utapishanaje na watu ambao wako na farasi? Wewe Jeremiah, katika ile mji au nchi ambayo umeamini, umechoshwa hivi, itakuwaje wakati umefika Yordani, wakati imeibuka na dhoruba? Itakuwaje? Itakuwaje wewe mtumishi wa Mungu kama unachoshwa na kuchoshwa moyo mpaka you need to discourage, you want to quit kwa sababu ya small voices of Jordan? The Bible is asking that if you have run with footmen and they have wearied you, then how can you contend with horses? And even the land of peace in which you trusted, they wearied you, then how will you do in the floodplain of Jordan?
In the floodplain of Jordan, what you need to do is to carry the ark of the Lord. Amen. And approach that flood with the word of God. Approach that situation with the word of God. Declare to it, it is written. It is written. It is written. It is written. When the priests approached the flood of Jordan, the Bible says that the Jordan River stopped. Hiyo ndio Mungu ambaye tunamtumikia. Hiyo flood ambayo imekuwa ikikuthreat. When you approach it with the word of God, it will stop. And you will have to cross. You will cross into your destiny. In the name of Jesus. We are going to cross into our destinies. Yes. In the name of Jesus. Amen. Regardless what the enemy is saying, regardless what the witches are saying, regardless what demons are saying, it doesn't matter the voices of the flood. One thing I know is this. When you have the ark, Jesus told his disciples that when the word, you are in me and I am in you, and my word is in you. When you allow that word to be in you, you abide in Christ, and Christ is in you, and you allow the word to be in you. You become a temple of God, an ark that carries the presence of God. When you speak to the blood of Jordan, the blood of barrenness, the blood of infirmities, the blood of curses, the blood of stagnation. When you speak to the blood, they must stop in Jesus' name. Amen. They must stop. They must stop. Haijalishi ametumwa na nani. Biblia inatuambia katika Joshua penye tulisoma ni kwamba the blood of Jordan stopped. Something miraculous about to happen. Yes, it is normal kwamba flood ikitoka juu huwa inateremka chini, na ikiteremka huwa tunaona kwamba ni kawaida. Hali yako imekuwa ni kama kawaida. In Joshua 3:15 penye tulisoma, it was normal kwamba maji yakitoka juu inateremka kwenye mto Yordani. Lakini maandiko inasema kwamba wewe ambayo you are threatened by the floods, when you reach there, when you stop, when you dip your feet into that flood. Thank you, Holy Spirit. Shida yetu mara nyingi ni kwamba we do run away from the flood. Bwana asifiwe. Tukisikia flood threatening us, boasting us, speaking to us negative things, telling us how we will not make it in life, we turn back and run, not knowing that you are running away from your miracle. You are running away from your destiny. Maandiko yanasema kwamba wao makuhani walienda tu, walikuwa wanaona flood lakini wakaenda. Miguu yao ilipokanyaga hiyo flood of Jordan, hapo ndio miracle ikatendeka. Bwana Yesu asifiwe. Usiogope, usiwe Mkristo ambaye wanakimbia. Hali inapokuwa ngumu, dhoruba inapokuwa imetanda, tulisoma awali kwamba God sits enthroned at the flood. Hallelujah. Hiyo hali ambayo watu wamekuchua kwamba itakumaliza, Mungu anapoingilia kati, hiyo hali ndio itabadilika. Hiyo hali ndio itakimbia. Hiyo hali ndio itameka stop. Sio wewe kukimbia, sio wewe kulia, sio wewe kusema umeshindwa. Ni hiyo hali ndio itashindwa katika jina la Yesu. Haijalishi amesema yapi, haijalishi amevuruga lipi. Maandiko inasema walipokanyaga mto Yordani, ijapokuwa ilikuwa break its bank. Unajua kuna hali ambayo inazidi sasa, inazidi kiwango mpaka watu wanaona kwamba umekwisha. Mto Yordani ilikuwa imezidi, ikavunja kingo zake zote, lakini maandiko inasema makuhani huku wakibeba ark, hallelujah, walipokanyaga. Huu ni mwaka ambayo we are possessing new territories, and in order for us to possess new territories, we need to carry the ark of the Lord, and we need to soldier on. Be courageous without fear. Take
taking new places. But we can only do that if we don't listen to the voices of the blood. Kwa sababu ukisikia hizi sauti, you will give up. You will run away. You will run away. As we conclude, I want you to give me where we read Psalms 93 verses 3 to 4. Verses 3 to 4. The Bible says, church, naomba sote tuweze kusoma andiko lile. Naomba tuweze kusoma andiko lile. Kisha tutakuwa na muda mzuri wa kuomba kinyume cha kila sauti ya gharika na dhoruba ambayo imekuwa ikinena kinyume cha maisha yako, ikikuthreaten. Na ninaamini kwamba Mungu wetu anaenda kukaa juu ya hiyo hali, kuishinda, kuisambaratisha na kuistopisha. Mimi ninajua hiyo. Kama unajua sema amen. Tusome hili 1-2, let's go. The floods have lifted up, oh Lord. The floods have lifted up their voice. The floods lift up their waves. The Lord on high is mightier than the noise of many waters, than the mighty waves, the sea, of the sea, of the sea. Mara nyingi umesikia sauti za dhoruba, sauti ambayo imefanya umeogopa, sauti ambayo imefanya umejiuliza maswali. Ukijiuliza, je, hili litawezekanaje? Unajiuliza, je, itakuwaje? Unajiuliza, mkono wa maisha yangu inaelekea wapi? Ukiangalia upande huu na upande ule, unaona kwamba wale mlioanza nao pengine wamekuacha. Na sasa hivi unasikia sauti ikinena. Wacha nikwambie, hata wakati wa Daudi pia hizi sauti zilinena. Na Daudi akasema kwamba Bwana, Daudi anamwambia Mungu kuhusu hizi sauti. Anasema, Bwana, tazama dhoruba imeinua sauti. Gharika inanena. Gharika inanena kinyume cha panaka yako. Gharika inanena kinyume cha masomo yako. Gharika inanena kinyume cha panaka ya watoto wako. Gharika inanena kinyume cha huduma yako. Hazianza leo, zilianza kitambo. Biblia inasema kwamba Daudi anaongea na Mungu, anamwambia Mungu, floods have lifted up, oh Lord, the floods have lifted up their voice. Kwa hivyo tunajua kwamba the floods do speak. Then the Bible proceeds by saying, the floods lift up their waves. Verse 4. The Lord on high is mightier than the noise of many waters. The Lord on high, the mighty God, Jehovah Rapha, the one who heals all our diseases, the Lord who provides, the Lord who cares. He sends forth his angels to protect us. God is still speaking. And this day I want us to pray, for God is still at work. He is going to speak against that situation. He is going to speak against that flood that is threatening your ministry. I want us to stand up, all of us, church, and I want us to go before the Lord in prayer and supplication. It doesn't matter what is threatening you. It doesn't matter what is threatening your situation. Our God is still speaking. He is speaking against every threatening situation. The Lord on high is speaking. Yes, the voices of the blood have been posteriors, speaking negative things, threatening to wipe us away, threatening to finish us up. But one thing that we know is that our God has not forsaken us. He is still speaking. God is still speaking. Open your voice. Begin to talk to God. Speak. Begin to call upon his name. Hiyo hali ambayo imekuwa ikikutia changamoto na wasiwasi, hilo sauti ambayo imekuwa ni ya dhoruba, inathreaten kukumaliza, naomba tu ufungue kinywa chako. Ongea tu na Bwana sasa hivi katika jina la Yesu Kristo. Haijalishi ni dhoruba gani ambayo imeinuka kinyume chako. Ongea tu na Bwana. Ongea tu na Bwana. Huyu Mungu yeye huongea. Huyu Mungu yeye hubadilisha hali. Huyu Mungu yeye huponya magonjwa. Huyu Mungu yeye hubariki waliolaaniwa. Huyu Mungu yeye huinua walio chini. Huyu Mungu hufanikisha wale ambao walidhani hawatafanikiwa. Huyu Mungu anajenga. Huyu Mungu anaweza. Huyu Mungu ananena. Fungua tu kinywa chako. Ongea
ongea tu na Bwana, mwambie kuhusu hiyo dhoruba, mwambie kuhusu hiyo dhoruba katika jina la Yesu Kristo. Ongea na Bwana, ongea na Bwana, ongea na Bwana, ongea na Bwana katika jina la Yesu. Ongea ndani. Mungu anaponena yasiyowezekana yanawezekana. Mungu anaponena magonjwa yanaponya. Mungu anaponena wale ambao walikuwa wamestagnate, they begin to grow and progress again. Our God is a speaking God. His voice is mighty than every blood of every quarter. In the name of Jesus, Heavenly Father, tunaomba katika jina la Yesu, nena juu ya kanisa hili, nena juu ya wahudumu hawa, nena juu ya kanisa lako, nena juu ya taifa la Kenya, nena juu ya kanisa lako, nena Baba katika jina la Yesu, nena juu ya ndoa zetu, nena juu ya familia zetu, nena juu ya huduma yako katika jina la Yesu. Nena Yesu, nena katika jina la Yesu. Kuna nena mwamuko mpya, kuna nena uanzilishi mpya katika jina la Yesu Kristo, ukibomoa na kuvunja dira zote za giza, roho zote za gharika ambayo imekuwa ikinena kinyume cha baraka zetu, tunakemea, tunavunja, tunapinga katika jina la Yesu, 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 katika jina la Yesu. Kila aina ya gharika ambayo imelenga familia yako, kazi yako, huduma yako, watoto wako, unainenea sasa katika jina la Yesu, kwamba sauti ya Mungu wetu ni kuu kuliko kila aina ya gharika katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Yasiyowezekana yatawezekana, yatawezekana, yatawezekana. In fact yanawezekana katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Wewe ambaye ni mgonjwa, wewe ambaye ni mgonjwa, dai uponyaji wako sasa. Tunawachilia uponyaji, uponyaji wa roho, uponyaji wa mwili, uponyaji wa kiuno, uponyaji wa kiuno chako, uponyaji wa macho yako, uponyaji wa kifua, uponyaji wa nywele na hata kichwa, uponyaji wa magoti katika jina la Yesu. Tunawachilia uponyaji juu ya maisha yako sasa hivi katika jina la Yesu. Tunawachilia uponyaji katika miguu yako pia katika jina la Yesu. Kila hali ambayo imekushika, imekufunga katika jina la Yesu, kila aina ya blood, kila aina ya gharika ambayo imekuwa ikikupiga vita, ikinena kwamba hautafanikiwa, katika jina la Yesu tunainenea kwamba inabadilika, kwamba inabadilika, kwamba inabadilika katika jina la Yesu. Jina lenye nguvu, jina lenye mamlaka katika jina la Yesu. Hiyo hali inabadilika katika jina la Yesu. Ishia milele. Thank you Holy Spirit. We bless you and we worship you Lord. Hii ndio sababu tunakuita Mungu, na hii ndio sababu tunakuabudu. Wewe ni Mungu mwenye uwezo, wewe ni Mungu unaye mamlaka, wewe ni Mungu usiyeshindwa, wewe ni Mungu unayefanya yasiyowezekana yawezekana, wewe ni Mungu ukipaza sauti yako yasiyowezekana yanawezekana. Umesema unasikia maombi ya watu wako. Hii ndio sababu tunakuabudu, hii ndio sababu tunakuinua. Takasa watu wako, samehe kanisa lako, tupe mwamko mpya in the name of Jesus. Thank you as we welcome the praise and